Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Marekani inasema kwamba haipo vitani na Iran, lakini iko vitani na mpango wa nyuklia wa Iran. Hayo yameelezwa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance akisema kwamba amepuuzilia mbali ulinganisho kati ya mashambulizi yaliyofanywa ya angani na nchi yake dhidi ya Iran na vita vya awali vya Marekani katika Mashariki ya Kati, akidai kwamba mara hii hatua ya Washington kwa kweli ni pungufu na zinatokana na malengo ya usalama wa taifa, sio msukumo wa mabadiliko ya serikali. Katika mahojiano yake na NBC News amesema kwamba hatuko vitani na Iran, lakini tuko vitani na mpango wao wa nyuklia na akielezea makombora ya usiku wa Jumapili kama operesheni sahihi sana ya upasuaji sana ambayo inadaiwa kusambaratisha uwezo wa nyuklia wa Tehran. Akijibu wasiwasi kwamba Marekani inaweza kuingizwa katika mzozo mwingine wa muda mrefu, Vance alisema tofauti iko katika uongozi. Kwa hakika ninawahurumia wa Marekani ambao wamechoka baada ya miaka 25 ya mizozo ya kigeni katika Mashariki ya Kati. Lakini tofauti ni kwamba wakati huo tulikuwa na marais mabubu na sasa tuna rais ambaye anajua jinsi ya kutimiza malengo ya usalama wa kitaifa ya Marekani. Na ndio maana aliamua kuchukua jukumu muhimu la mapambano dhidi ya serikali ya Iran, hasa katika vinu vyake vya nyuklia, kwa sababu hatukutaka kuiona Iran inakuwa na silaha za nyuklia, na kwa muda mrefu imekuwa ikitishia eneo la Mashariki ya Kati na baadhi ya nchi washirika wa Marekani. Na ndio maana bwana Donald Trump aliamua kuingia katika mapambano dhidi ya nyuklia za Iran. Hatuna nia ya mzozo wa muda mrefu, hatuna nia ya kuwa na vita na Iran, anasema Vance. Hata hivyo, makamu huyo wa rais wa Marekani JD Vance amesisitiza zaidi kuwa Marekani haitaki kuiangusha serikali ya Iran. Maoni yetu yamekuwa wazi kwamba hatutaki mabadiliko ya serikali, alisema. Hatutaki kuchelewesha hili au kuunda hii zaidi ya ambayo tayari imeshajengwa. Walakini Rais Trump alionekana kuacha mlango wazi wa mabadiliko ya serikali huko Tehran katika chapisho katika ukurasa wake wa Truth Social, ambapo amesema si sahihi kisiasa kutumia neno mabadiliko ya utawala, lakini ikiwa utawala wa sasa wa Iran hauwezi kuifanya Iran kuwa nchi kubwa tena, kwa nini kusingekuwa na mabadiliko ya utawala, anasema. Vance pia alirejelea maonyo ya mara kwa mara ya Trump kwa Tehran dhidi ya kulipiza kisasi kwa namna yoyote ile na kuita jambo la kijinga zaidi duniani, na kuthibitisha kwamba Marekani itajibu kwa nguvu kubwa ikiwa wafanyakazi wa Marekani watalengwa, ikiwa majibu ya Iran yatawalenga wapiganaji wake katika maeneo ya miundombinu yao ya kijeshi, hasa katika ngome zao za kijeshi zilizopo Mashariki ya Kati. Donald Trump amekabiliwa na ukosoaji kutoka kwa wabunge kuhusu ukosefu wa idhini ya bunge, lakini Vance alitetea uhalali wa mgomo huo, akisema kuwa rais ana mamlaka ya kuzuia kuenea kwa silaha za maangamizi. Moscow imekosoa madai ya JD Vance juu ya Iran, ikilinganisha na uhalali uliotumiwa na waziri wa mambo ya kigeni wa wakati huo wa Marekani Colin Powell katika kuelekea uvamizi wa Iraq mwaka 2003. Wengi leo wanahisi hisia kali za deja vu, balozi wa Urusi Vasily Nebenzia aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumapili. Hali ya sasa kimsingi sio tofauti. Tunahimizwa tena kuamini hadithi ili kuleta mateso kwa mamilioni ya watu wanaoishi Mashariki ya Kati. Tukitazama Marekani bila kukemea, haya yataweza kujirudia tena, anasema balozi huyo wa Urusi Vasily Nebenzia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.